kwa ni mwaka wa pili, kwa hiyo naona kwamba bado kuna bright future, tutafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Na kama nimeanza mwaka jana, naona kama vile nimechelewa sana, na imagine kwamba kuna community kubwa ya Kimasai kama hii. Ni jambo la kujivunia sana. Kusoma zote inaonekana kwamba Wamasai ni watu ambao wasoma. Siku hizi dunia imebadilika, Wamasai wanasoma sana, hiyo imebakia historia. Hakuna Masai ambaye hafanya nini? Asome. Kila Masai sasa hivi anasoma. Kwa hiyo within 30 years tutakuwa na generation nyingine tofauti. Jumuiya ya Kimasai hiyo elimika. Nikiendelea kwenye sara yenu, nasema mwaka wenu ni wa pili, lakini bado mna changamoto mbalimbali, na hizi changamoto huwa haziishi. Kimaliza moja inakuja nyingine, lakini kwa hizi changamoto zilizopo naona ziko ziko ndani ya uwezo wenu na naweza kuzitatua. Nikianza na changamoto ya kwanza ambayo mmeieleza ni kuhusu mfuko, kwamba mfuko wenu bado ni mdogo, sio? Hamna ile kitu tunaita financial muscles, bado ni dogo. Kwa hiyo ningetamani mpate kigogo mmoja mwenye hela nyingi awadumbukizie kwenye kapremio, mfuko uweze kutuna. Sasa nakasema mimi kwa bahati mbaya mimi sio mtu wa hela. Kisha kama mtu wa taaluma sio mtu wa hela sana. Ukipenda hela sana huwezi kufundisha, si ndio? Wanaopenda hela wao wafundisha. Wanaingia kwenye business. Nasema sasa mimi kwa umaskini wangu nilionao, basi mimi niwachangie 100,000. Kianzio. Hela atamkabidhi mlezi wenu Penina atawachangia. Lakini sasa sio kama hiyo 100,000 itawasaidia kitu chochote. Ni kama chachu tu kwamba uweze kuchangia mfuko wenu uweze kutuna. Nilikuwa naulizia kwamba watu ambao wamehudhuria sherehe ya leo wamechangia wanafika wanafunzi 200, si ndio? Sasa katika 200 kuna watu wamechanga 15,000, wengine 30,000. Kwa haraka sana, na kwamba ni hela nyingi sana. Hizo watu ndio tunazikusanya ni hela nyingi. Sasa cha muhimu ni kuweka study. Mimi nimekuwa mwanafunzi, tumekuwa na kundi mbalimbali, vile vile tumekuwa tukichangia. Ili uwe mwanachama ni lazima ufanye nini? Mchangie. Sijui mnachangia kiasi gani, lakini mimi ningesuggest hata kwa kuanzia mnachangia shilingi 10,000 kwa watu 200 tayari na milioni 2 naiweka kwenye account. Mimi na kikundi kimoja tumekuwa tukichangia. Tuliweka kianzio cha 50,000, kila mtu akachanga, tukapata ile na milioni kama 30 na kwenye kikundi kile kimekuwa kwa ajili ya kusaidiana. Kwa hiyo kama kuna milioni 30, hata mtu amepata shida, ile pesa huwa ipo, inatoka mtu anapata shida ya mkoba anarushiwa milioni 2, milioni 1.5. Amepata changamoto, ndio na nyumba, amepata ajali, amepata msiba wa ghafla, hawezi kusafiri. Kwa hiyo tumekuwa ni kikundi ambacho kinatusaidia, lakini tuchange 50,000 tu, na ile kipungua wale wanachama wanakuwa wanawajibika kurudisha kidogo, hata 5,000, 10,000, lakini tunaacha kwamba mnakuwa na hela. Sasa kuna njia mbalimbali za kufundisha mifuko. Njia ya kwanza nimesema ni kupitia michango ya wanachama. Njia ya pili ambayo inaweza ikawasaidia sana, mtafute vitu vya kitamaduni. Tunaambia kwamba nyie mmefanya vizuri Tanzania upande wa ufundi. Hii nguo ya Kimasai ni very expensive. Hii shuka sio 12,000, lakini ukipeleka nchi nyingine unaweza kuuza hata 1,000. The same shuka Masai shuka, sio? Lakini sasa hatujajua kutumia fursa hizi. Mimi nilikuwa naombeni, najaribu kuongea na uongozi wenu tuone utaratibu wa kupata hizi products za Kimasai. Zile zinakaa kwa sababu hapa chuoni kwa tunakuta wageni mbalimbali kutoka nje ya nchi. Unakuja delegates watu kama 50 wana hela zao wanakuja kuzitumia hapa Tanzania. Lakini kama kuna products na souvenirs za Kimasai zingine tunaweza tukaziuza. Kupitia mauzo hayo tunakuwa tunatumisha mfuko. Mimi hilo nitasaidiana na walezi wenu, Penina na mwalimu zetu tuweze kuangalia namna ya kutumisha mfuko. Mimi nitashirikiana na nyinyi, nitashirikiana na mlezi. Kwa hiyo naomba
kutengeneza organization. Ikiwezekana kama mfuko kakiongezeka, tupate ka frame kamoja, sio kenye products zetu za Kimasai. Vile vile hiyo ni ofisi yetu hiyo, sio unakuwa na ofisi tu unaweka mtu wewe kulipa, unalipa kodi, sio? Tengenezeni kwa ofisi kamoja kwa mmoja wenu, alafu kwenye ofisi sikae kule, hiyo ni ofisi ambayo inauza product. Yaani mtu akifika Mwanza kama nataka kununua Masai Sugar nikata hapo, lakini kama anaenda kwenye duka fulani labda ambayo itakuwa linaitwa ni Mamasa, sio? Inawezekana. Mimi na imani kwamba wili hii unaweza kuwa na mapato yasio kupungua milioni 50 hadi 100 zinaweza zikafika, kama mtakuwa mmejipanga vizuri pamoja na viongozi wetu. Cha muhimu uwe na viongozi ambao wako mtaani, na hizo product tunatoa kwa bei ndogo, lakini wakija wale wageni naziuza kwa bei. Mimi kwa wageni ambao nawapokea na wageni wa chuo ambao wanakuja, tutaweza kuwalinki na nyinyi waweze kuwachanga. Tunakuja tunawazungusha na kitaalamu wangu kule wanachanga, lakini kwa wageni ambao watapitia mikono yangu tawalazimisha au tawashawishi kwa sababu wanunua product zenu. Kwa watu wa tourism tunashirikiana sana. Tunajitahidi kuwa market kwa hizo products zenu. Kwa hiyo laki moja ambayo nimetoa, na naombeni viongozi tuanzishe huo mchango wa 10,000 angalau kila mwaka, sio? Hakuna mtu anashindwa kutoa shilingi 10,000 na umaskini wetu kama wanafunzi. Hakuna mtu anashindwa kutoa 10,000 kwa mwaka. Sasa sio shilingi ngapi? 1,000 kwa mwezi. Takushinda? Hapana. Kwa hiyo kila determine inawezekana. Ili la ofisi sasa hivi ningewashauri kwamba msubirie kidogo mpate kamtaji kidogo, sawa? Mpate kamtaji kakishatuna, kapteni ka frame, na hiyo frame sikae bure, weka products zenu mtauza, sawa? Sio lazima uuze vitu vya Kimasai, tafuta vitu vyote ambavyo ni vya kata. Vitu vya kata ni very expensive. Mimi nimeishi Indonesia, lakini kadogo hivi kuweka mfukoni anakuzia hela kubwa sana kwa sababu wewe ni mtalii, sio? Umekaa Arusha, hiyo sio kuishi kwa sababu vizuri. La tatu ni kuhusu vifaa vya michezo. Natambua michezo ni kitu ambacho ni kizuri sana katika maisha. Kwanza inaongeza afya, inatuondoa katika vishawishi vibaya, inaleta urafiki, michezo inaleta furaha, michezo ni kila kitu. So hizi changamoto za kununua mipira ni vitu ambavyo ni vidogo sana, sio? Kununua jezi, na nafikiri na hili tajaribu kuongea na uongozi wenu pamoja na wazazi wenu, tutapata namna ya kutatua hili tatizo, sawa? Mimi na imani ndani ya mwaka huu tutapatikana. Mimi na imani hiyo kwamba tunakutana mwaka kesho, tunaangalia kwa sababu mwaka wa pili wanategemea kumaliza mwaka kesho. Hivi tunakutana tena, hivi vitu ndio vitapatikana, sawa? Kwa hiyo tutashirikiana na uongozi wenu kuhakikisha kwamba hivi vitu vinapatikana, lakini naomba vile vile nipe ushirikiano, sawa? Baada ya kusema hayo, wahitimu, mimi ni wapongeze sana kwa kuhitimu. Haikuwa ni rahisi, mmepoteza hela nyingi sana, mmepoteza muda sana. Baada ya kuhitimu, mwende mkawe raia wema, kuwe mabalozi wazuri wa vyuo ambapo mnatoka, na msijihusishe katika vitendo vya uhalifu, sawa? Msiende kufanya mambo yasiyofaa kwenye jamii na hamsitaki kuyataja, sawa? Na nilikuwa nateta na mlezi kwamba mimi sijawahi kusikia kuna jambazi ni Masai. Mimi sijawahi kusikia tu. Kwenye media wapi amekamata jambazi anaita sio amebomoa, sijawahi kumsikia Masai. Sio kama mimi ni mshamba sifatili. Lakini sijawahi kuona jambazi ni Masai, sio? Kwa hiyo watu ambao wanaaminika, watu ambao wana tabia njema, na kampuni nyingi zinawaamini sana Wamasai kwa uaminifu, sio? Kwa hiyo naomba tuendeleze hizo mila. Baada ya kusema hayo, nisiwachoshe kwa hotuba ndefu. Nasema hongereni sana na natakia kila heri mwendako, fanikiwe siku moja uweze kuona. Naitwa Mwalimu Kasimu, niko chuo cha Mtakatifu Agustino. Asanteni sana kwa kusikiliza.